Dada. Sio. Hapa panatosha. Kaa hapa. Muongezea bwana. Mara ya mwisho mimi na wewe tumeongea nini? I think kuhusu kampuni. Na umefanya nini? Mimi nafikiri ni swala ambalo nilikuwa na uwezo wa kuclear mimi mwenyewe. Sema ndo busy ila na uhakika itakuwa sawa. Hivi una akili kweli? Você está bem na cabeça? Você está bem na cabeça? Tava perguntar você. Você tá fazendo maluco lá na kampuni, até aquela kampuni quero morreu. Você ficar não fala nada comigo. Não me dar sinal, não nada. Você tá passear só? Agora eu quando entrar aqui na minha casa você sai. Agora eu apanhar aonde sinal esse? Eu viajar um pouco só. Quando voltar não tem nada que você faz. Você pensa lá casar tu aquele mulher. Você pensa lá esse você deixa lá brincadeira. Deixa lá brincadeira, esse é vida. Desculpa, mana. Desculpa, mana, para fazer o quê? Agora aquele kampuni quero morrer, você desculpa, todo dia desculpa. Você deixa lá brincadeira, sai lá daí. Najaribu kunyamaza, lakini imefika mwisho. Nitajitibu maumivu mapenzi. Haya. Ingia ndani tukachukue mahitaji tupate kuondoka. Sawa. Asante. Elita, shoga yangu. Shoga yangu, karibu. Njoo basi unihudumie. Poa shoga yangu. Samira huyo. Mambo. Poa mzima. Safi kwema. Unaonekana shoga yangu Shoga yangu iacha. Yaani, ndio pale mzee wako. Kana kuanza na hiyo. Au ni service nyingine anakuja yeye. Yaani, kiranga kumwani nikitaka vocha nitumie yeye ni sitikata. Kwenda hapo kwa shoga yangu sikupiga story. Shoga yangu mefika nyanya. Na nini hoho, karoti, kitunguu na saumu. Na nini? Hiyo hapo nini? Nataka na tangawizi. Ngoja kupimia shoga yangu mambo yasiwe mengi. Pimia shoga yangu. Na usinipunje maana nakupungua. Mimi nakupimia. Shinga. Shaka nzee kama 30. Kwa mtumia gharama kama 15 kwa 15. Haya sawa. Asante. Shua huyo. Watu anaanza wewe fanya mambo yako. Mimi sije kusuta bure mtu. Una uhakika umechukua kila kitu? Maana sitaki nikuone ukirandaranda mitaani kuanzia leo. Sawa binti yangu? Haya. Karibu afande. Asante sana. Habari yako bwana? Tunamshukuru Mungu. Bravo bwana. Kuna kitu kinanitatiza sana. Na hiki kitu kinanifanya nakosa amani sana kwenye mpango wa kazi zangu na maisha yangu. Bravo. Ni kipi kinachowafanya nyinyi mshindwe kukubaliana na jambo ambalo mnalifahamu kabisa kwa dhati ndani ya nafsi zenu? Mnajua kabisa nini mnachokifanya, alafu mnashindwa kukubaliana nacho. Nini sababu mnachoshindwa kukubali? Ndio pili afande. Nashindwa kuelewa. Unazungumza mengi lakini unazungumza kwa mfumo. Mimi sijui ninachokifanya. Au sijui nilichokifanya. Bravo. Unajua
familia yenu ni familia ambayo mimi naikubali sana. Familia ambayo nawafahamu sana. Nakufahamu wewe, namfahamu dada yako, shemeji yako. Tunafahamiana sana. Nisingependa ifikie hatua mimi nitumie nguvu za kiserikali nianze kuja kufunga na mapingu. Nisingependa tufikie huko, na ndio maana najaribu kuwafuata kwa utaratibu, kwa sababu ushahidi wote ni nao. Nasikia pingu hapo, nasikia fahamu wote. Lakini hebu nifafanulie vizuri. Sijaelewa unamaanisha nini afande. Unajua afande, mimi nikwambie kitu. Napenda mtu anayekuwa mkweli, sawa? So sifikiri hicho unachofikiria wewe. Unafikiri mlikaa mkapanga kwamba bwana akifika afande mjibu hivi, akifika afande mjibu hivi. Sasa basi mimi nitaondoka, lakini andaa maswali ambayo utakuja kuniuliza mimi, na mimi nitakujibu kama unavyonijibu, kwa sababu leo hii mimi nimekuja ofisini kwako, au kitambua wewe utanifuata mwenyewe ofisini kwako, maana hampendi ustaarabu. Nimewafuata kwa ustaarabu, nyinyi hamko tayari kupokea ustaarabu wangu. Hakikisha wewe ndio utatoka kwenye ofisi hii, utanifuata ofisini kwangu. Andaa maswali ya kuniuliza, nami nitakujibu kama utakavyo. Natoka. Nimejaribu kunyamaza, lakini nimefika mwisho. Habari bosi. Salamu. Mzigo. Sawa. Vipi bosi? Mbona kama uko sawa? Salamu. Maana nimeshana na afande hapo. Sijali, mambo ya kawaida. Maana polisi wapo, maarifa. Unapomwona polisi, unamwona maarifa. Au unapomwona polisi bila usalama zaidi. Wewe boss. Nani kwa sana kijana. Okay, sawa. Basi mimi ngoja nikaende na majukumu mengine. Sawa. Sawa. Habari dada yake? Kwema. Salama, sijui wewe. Salama, karibu. Asante sana. Mzima wewe? Fresh bana. Karibu. Asante, naona. Mambo burbur. Kudumia nini? Dada yake, sijui una energy hapo? Ipo. Naomba ya baridi. Ipi nikusaidie? Mo extra. Baridi. Habari. Kwema. Kwema. Na wewe? Salama. Nilikuwa naomba dawa tatu. Ngapi? Moja. Hapa. Asante dadangu. Asante na wewe, karibu. Asante. Kama nakufananisha hivi. Hujanifananisha. Ni mimi. Tulikutana juzi kati kwenye bajaji za Mikocheni. Nishakumbuka. Kwanza namshukuru Mungu sana kukutana na wewe. Maana
imekuwa jambo la heri sana. Samahani, nilikuwa naomba muda wako tukae hapo mara moja tuongee. Kila samani kakaangu, ngoja tukaongee. Yaani sister, kwanza siamini kabisa yani kama ningeweza kukutana na wewe tena. Sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wenyewe wanasemaga milima ikutane na binadamu ukutane. Nimeamini leo hii. Kiukweli dada yangu, ile siku tuliyokutana kwenye bajaji nilipokuazima simu. Baada ya kufika studio, nilikuwa naelekea studio. Baada ya kufika studio, kuna muamala uliingia kwenye simu yangu. Na sikuwa na miadi na mtu yote ya kunitumia pesa. Kwa nikaamini kabisa ile pesa itakuwa ni ya kwako. Kwa sababu nilikuwa nikikusikia ukizungumza masuala ya pesa. Kwa hiyo naamini kabisa itakuwa ni ya kwako. Kweli kakaangu, kama ulibahatika kutumia mtu hiyo hela, hiyo pesa ni yangu kakaangu. Kwa hiyo dadangu usijali. Kiukweli nilizunguka, nilifika mpaka ule sehemu ambayo ulishukia bajaji pale, nikaingia mitaa ile pale ya karibu, nikaulizia kwa kuamini kwamba huenda ukawa unaishi mitaa ile. Ila kwa bahati nzuri ama mbaya nilikutana na jamaa mmoja hivi. Aliniambia kwamba umehama, kuna changamoto ulizipata za kimaisha, baba mwenye nyumba yako amekutimua. Akanipatia namba yako lakini sikukupata. Hivyo ndio maana nasema kwamba nashukuru sana kukutana na wewe kwa sababu sijaamini. Ni kweli ulibahatika kufika hadi kule? Yeah, nimefika. Sasa sijui naweza nikakutumia kwenye simu hapo, maana sikufanikiwa kuitoa mpaka leo. Simu ninayo kakaangu. Ngoja nikutumie. Namba yako? 06 06 12 12 34 34 53 53 45. Jina Rachel eh? Tayari. Kweli kaka, ndo umenitumia hela yangu yote 700,000. Usijali, pia hata mimi nashukuru kwa sababu mzigo nimeutoa, sababu nilijisikia unyonge sana. Nashukuru sana kakaangu. Binadamu kama wewe ni wachache kweli hapa duniani. 700,000 kakaangu. Usahau, nashukuru. Usijali. Usijali. Sasa dadake, mimi nilikuwa naelekea hivi. Kuna rafiki yangu anaishi maeneo haya. Kwa hiyo nilikuwa naenda kumwangalia. Umenifanyia yote, lakini sijui unapokaa, jina lako. Niko jina naitwa Kidayo. Naishi Mikocheni B. So, mimi naomba nikuache. Nielekee. Haya kakangu, nashukuru sana. Sikutegemea. Uwe na siku njema. Na kwako pia. Sasa kijana. Naam mzee. Mimi nimekuita. Katika uhitaji wangu na swala maalum nataka tulifanye kazi mimi na wewe.
na endapo utafanya kazi kwa usahihi ninavyotaka mimi, katika huu mshahara wako anayekulipa huyo kijana wangu, mimi nitakuongezea tena hapo ruzuku. Ila nataka kazi yangu iende inavyotakiwa. Hususan, unanielewa vizuri lakini ninachosema? Nakuelewa. Mimi katika mwenendo wa biashara zangu huu sasa hivi unafika mwaka bado sielewelewi. Nikiulizia naona dada mtu na shemeji yangu maelewano unaona kidogo si hawajielewishi inavyotajika. Sasa nimekuita wewe kwa maana mimi nataka unikupe kazi moja tu. Naona sio kubwa na wala sio ngumu. Ila endapo utanifurahisha mimi kazi unaifanya kiusahihi, basi maisha yako na uwezo kwa kubadilisha. Kwa maana nataka kumfuatilia huyu shemeji yangu ambaye mimi nimempa kazi, ambaye wewe ndio bosi wako. Kumfuatilia nyendo, mzigo unavyoshuka, unayouzika na unayoingia. Mimi unanipa taarifa tu, sitaki kingine. Nasikia raha, mwenye furaha, bahari ya mapenzi naogea. Hivi ulikuwa wapi mara vita vya yanapata? Baby hulala, nabaki hulala. Umenichanganya moyo na akili kwa kesi ya mapenzi na kufanya wakili. Mapenzi kupendana alafu kufaana. Kuna raha umpate mtu anayekupenda alafu mnaendana.